Leo tuko na somo nzuri ambao naamini itakubariki, kwa sababu kuna kitu Mungu ameweka ndani ya moyo wangu ambao ninaenda kusema na maisha yako. Bwana asifiwe. Amen. Nina uhakika ya kwamba Mungu atatumia hii ujumbe kuweka tena maisha yako ya imani kwenye kiwango kingine. Bwana asifiwe. Amen. Tusoma neno katika kitabu cha kwanza cha Samuel sura 1. Tutasoma kuanzia mstari wa 9 mpaka wa 19. Samuel chapitre 1 verset 9 à 19. Ninaomba tusome. Ana akasimama baada ya kula na kunywa pale Shilo, na kuhani Eli alikuwa amekaa kwenye kiti karibu na nguzo ya hekalu la Bwana. Alikuwa na huzuni moyoni, akaomba Bwana, akatoa machozi, akafanya nadhiri akisema, Bwana wa majeshi, kama ungeangalia uchungu wa mjakazi wako na unikumbuke na usimsahau mjakazi wako, na upatie mjakazi wako mtoto wa kiume, nitamtoa kwa Bwana siku zote za maisha yake, na wembe hautapita kamwe juu ya kichwa chake. Na alipokuwa akifanya muda mrefu ndani ya maombi mbele ya Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Ana alikuwa anasema ndani ya moyo wake, lakini midomo yake tu ikipiga, lakini maneno na sauti ya maneno haikusikika. Eli akawaza analewa. Akamwambia, hata lini utalewa? Tupilia mbali mvinyo wako. Ana akajibu, hapana bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye uchungu rohoni, sikunywa mvinyo wala kileo, lakini ninamimina moyo wangu mbele ya Bwana. Usinichukue mjakazi wako kama mwanamke asiyefaa. Ni katika kuzidiwa kwa uchungu na maumivu inafanya niongee hivi sasa. Eli akajibu, enda kwa amani. Bwana Mungu wa Israeli ajibu maombi ambayo umemuomba. Na mwanamke akajibu, mjakazi wako na apate neema machoni pako. Na huyu mwanamke akaenda akakula, na uso wake haukuwa kama mbele. 19. Akainuka asubuhi baada ya kusujudu mbele ya Bwana, akarudia akaenda nyumbani kwake Rama. Amen. Tushangilie Bwana. Leo nataka kuongea juu ya hili somo tuko tunaongelea kuanzia mercredi, vendredi, ambao linasema mubebeshe Bwana mzigo wako. Décharge-toi sur lui. Bwana Yesu atusaidie. Tosha ile mzigo inayokulemea. Toa ile uchungu ulio nayo. Toa ile shida uko nayo kwako. Ufanye transfer. Uihamishe itoke maisha yako. Umbebeshe Bwana. Haleluya.
tulikuwa tunachambua hiyo siku ya 3 na siku ya 5. Alafu leo nitakuwa ninaangalia mtu mwingine. Huyu alikuwa na uchungu mzito kwa maisha na aliweza kufanya transfer. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kuwa tutakuwa tunafundisha, nitajaribu tuangalie kwa ndani sana nini liruhusu au nini lisaidia maombi ya Hana yajibiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ambayo pia inaweza saidia kesho na itasaidia pia leo au baadaye maombi yako yajibiwe. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Kuna aina mbalimbali za maombi kwenye Biblia na kuna watu waliomba kwa malengo tofauti tofauti ndani ya Biblia. Lakini hapa leo tutajifungia sana kuangalia mtu mwenye shida ya kipekee. Bwana Yesu atusaidie. Mtu ambaye iko na problem individual, iko na shida yenye inamgusa kibinafsi, na alienda kwa Mungu na akaomba Mungu na Mungu akasikia. Lakini Mungu hakusikia tu, lakini pia Mungu alijibu. Na ninatangazia mtu mmoja kwamba pia Mungu wetu sio tu Mungu wa kusikia, lakini ni Mungu wa kujibu. Amen. Na kama ni Mungu wa kujibu, ina maana yale maombi utaomba Mungu yuko tayari kuyajibu. Mungu wetu haiko sanamu. Mungu wetu haiko jiwe au mti. Mungu wetu yuko hai. Iko na masikio ya kusikia, na iko na mikono ya kutenda, na iko na macho ya kuona, na iko na miguu ya kutembea, na ana uwezo wa kutenda. Haiko sanamu. Hatukuamini hadithi. Kuna watu wengine wanasema Mungu hakuwake. Mungu ni imagination. Mungu ni mawazo ya watu. Huo ni udanganyifu mtupu. Mungu iko. Mungu iko hai. Mungu anaishi. Mungu anatembea. Unaweza kusema na yeye, unaweza kumgusa, unaweza kumuongelesha na akakujibu, unaweza kumuomba na akakupatia, unaweza kumtafuta na kumuona, unaweza kufurahisha moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu iko. Haiko mawazo, haiko hadithi. Na kinachomtofautisha Mungu wetu na Mungu ni kwamba anatendaka. Amen. Mungu haitendaki. Mungu haiongeaki. Mungu inaweza onekana, kwa sababu ni kisanamu tu, unaweza kukigusa, unaweza kukiona, lakini hakitatenda. Mungu wetu haonekanaki, lakini anatendaka. Mungu wetu haonekanaki, lakini anaongeaka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu hana address physique. Hawezi kumsema sasa iko hapa ndio kwenye mimi nenda kumkamata. Hapana. Mungu wetu iko fasi yote. Atakusoko sote aenda atakuwa na wewe. Atakukazi atakuwa na wewe. Na mshambre atakuwa na wewe. Na mbarabara atakuwa na wewe. Na kumtoni atakuwa na wewe. Na hapo kwenye duko iko pamoja na sisi. Kama unamuelewa iko hapa, shangilia presence yake. Haleluya. Pana watu walimgusa Mungu, pana watu walitafuta Mungu. Kama wewe yamuonaka unaweza shakia, lakini sisi tunasema ile ambayo tunajua. Tulishaomba mambo magumu na tukaona Mungu anayatatua. Ile ambayo baba zetu, ndugu, marafiki hawangeweza kututendea, tuliona Mungu anayatenda. Bwana Yesu asifiwe. Tulimuita Mungu mvipindi yenye ilikuwa yenye haujua ende wapi, ufanye nini, uache nini na ufanye nini, na Mungu akakuya akapana mwelekeo. Bwana Yesu asifiwe. Na ule Mungu ndio nakuhubiri leo. Na haiko tu kuhubiri, lakini nia yangu ni kumwona Mungu anagusa maisha yako.
Nia yangu ni kuona Mungu anabadilisha maisha yako. Nia yangu ni kuona Mungu anakutosha kuzero mpaka kumilioni. Nia yangu ni kuona Mungu anakutosha kwenye aibu, anakupeleka kwenye heshima. Nia yangu ni kuona Mungu anakupa usemi mbele ya adui. Nia yangu ni kuona Mungu anakupa na wewe ushuhuda. Waambie watu wengine, kesho nilikuwa hivi, Mungu amefanya hivi. Nilikutana na hii, Mungu amefanya hii. Kama unaamini sema amina. Na iwe yako kwa jina la Yesu. Biblia inasema Ana, mwanamke wa ajabu, aliolewa na mwanamume anaitwa Elkana. Na huyu baba alipenda Ana, lakini upendo alikuwa nao juu ya Ana haikumuondolea Ana utasa. Biblia inasema Mungu akafunga yeye peke tumbo ya Ana. Munionee hii. Wewe unaombaka, uanze kemea. Utakemea Mungu kwa jina la nani? Halo? Mungu yeye peke ndiye alifunga tumbo ya nani? Ya Ana. Haiko wachawi, haiko mapepo, haiko shetani, haiko watu wabaya, Mungu mbinguni. Mimi Ana alimfanyia dhambi gani? Sio problema gani balikuwa na Mungu. Mungu akaamka tu akasema mimi nafunga tumbo ya nani? Hautazalaka. Lakini Elkana anampenda. Bwana Yesu tusaidie. Mungu anakuwa sovereign. Ama mshauri yake vya kufanya, ama muamuli yake, bariki huyu laani huyu. Kama anasema nitakubariki, atakubariki, hata uliza conseil ya baba yako au ya rafiki yako au ya mtu, ataamua yeye peke. Na akisema wewe na kufunga, utabaki kwanza mgereza yangu. Kama utafanya M50 mimi ninaiua, kama utafanya M30 mimi ninaiua, kama utafanya mposhi moja mimi ninaiua. Lakini mimi nakuombea leo Mungu akuone huruma, asikuweke kwa ile gereza kwa jina la Yesu. Amen. Na Mungu akafunga tumbo ya Ana. Bwana Yesu tusaidie. Jambo mbaya tena, akainua na Penina. Mungu tu ule alifunga tumbo na akatia mchokozi pe. Na misio ya mchokozi ilikuwa kumkwaza Ana asirikie Mungu, hapana asirikie Penina. Ukisoma bien hapa ku verset combien? Verset 6. Biblia inasema Penina lengo yake ilikuwa kumkwaza Ana akasirikie Penina. Hapana. Penina alikuwa na lengo ya kumkasirisha, kumkwaza Ana kusudi asirikie nani? Mungu mwenye alimfanya tasa. Sisi tunaelewa. Lengo ilikuwa amchokoze Ana ambao asirikie Penina. Hapana. Lengo ya Penina ni kumchokoza Ana asirikie nani? Mungu aliyemfanya tasa. Na Mungu mbinguni anaangalia. Lakini ninamshukuru Mungu kwa sababu Penina hakumkasirikia Ana hakumkasirikia Penina. Au contraire, Ana alikuwa na tafsiri maneno ya Penina kama maombi. Huko baki Penina ukibasirikia unaongeza jaribu. Kumbe inafasa nyingine. Mtu mmoja anakukwaza usimuone. Ona shetani mwenye iko muyeye. Ndio maana hata Yesu sali kuwa naenda kumsalaba, Petro seko na mkataza akamwambia toka nyuma ya shetani. Hakukuwa anafukuza Petro. Alikuwa tu anapenda Petro abaki. Meiko anafukuza nani? Toka nyuma yangu shetani. Eske Petro ni shetani? No. Ndani ya Petro shetani alishaingia.
Na Ana alikuwa na Penina pembeni yake. Kila mtu mwenye iko na lengo ya Mungu, mwenye atafikia vitu vikubwa na Mungu, mwenye Mungu ataenda bariki, mwenye Mungu atasaidia kesho, anakutana na Penina. Na mimi nataka kukuambia asubuhi ya leo, usiue ule Penina, usimpige ule Penina, acha tu aendelee kukuchokoza. Juu peut-être yeye kwa natia essence kusudi wakiselere bien maombi. Amu yanisikia vizuri. Peut-être yeye ndio accelerateur ya imani yako. Na Ana malgré alikutana na Penina, Biblia inasema kila mwaka, sema kila mwaka. Comment expliquer Mungu anakufunga tumbo na anakuinulia mbanda, tena yeye kwa nazala wewe hauzalaki, na anamtia pembeni yako ndipo anakutukana. Mewe kila mwaka unapanda kwa hekalu ya Mungu kutoa sadaka, kuabudu, kuomba, hawachi. Bwana Yesu atusaidie. Hayo maneno ninaweza kuyaongea ukayasikia kama hadithi, lakini ujikutane unaiwa trafiki mwenye anakufunga ni Mungu. Mwenye anakufunga ni nani? Haiko mapepo, haiko machawi, haiko shetani. Mwenye anakufunga ni nani? Mewe hautaacha kwenda kumtolea, hautaacha kwenda kumuomba, hautaacha kwenda kumwabudu, hautaacha kwenda kumtumikia. Patia mwenzako mkono, mwambie kama uko namtumikia jua alishakupatia, mimi nakupa pole. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu haiko wa kuabudu tu alifanya. Mungu awe hayatenda au ametenda, anastahili maabudu yetu kwa sababu yeye ndiye Mungu. Akuwa alishajibu awe hayajibu, tutamtumikie kwa sababu yeye ni Mungu. Akuwe ametuinua hayatuinua, sisi tutamtolea kwa sababu yeye ni nani? Ndio maana simwambie ndio kutolea nini Mungu ananipa kitu. Ile uko nayo. Ndio maandiko yanasema mwenye uko na kitu atapewa, na mwenye hana batamnyang'anya na ile. Kama batamnyang'anya niko nao, maana yake hata ile nyuna waza sina kitu, Mungu anangoja utoshe kwa ile sina. Kwa ile ambayo haiko kitu, umacho yako umtolee. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Ana malgré Mungu ayampa ile alikuwa anataka kwa Mungu, Mungu ayatenda ile alikuwa anataka amtendee. Alienda kila mara hekaluni Shilo, na alienda kule alipokuwa anafika, alikuwa analeta sadaka, anaabudu, anatumikia Mungu na anaomba na anaenda. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Alafu Biblia inasema kwenye aya ya 9 na ya 10, walipomaliza kula na kunywa, kwa sababu zamani kwenye Israeli watu sasa walikuwa kama wanaenda kuabudu Mungu, walikuwa wanaabudu, wanatoa sadaka, mfano kama sadaka za shukrani, sadaka za amani. Sasa wanazitoa, walikuwa wanakula, kuhani wanatoa, wanakula, kuhani na watu wanakula. Eske tunaelewa? Sabato wanamaliza toa, wanaleta ile sadaka. Kuna sehemu ambayo watu watakula hako na kuhani anakula hako, ndio sadaka, na wanaenda. Sasa walimaliza kula na kunywa, Biblia inasema Ana bila kuuliza shauri ya mtu, niangalie kumacho kidogo, bila kuuliza mtu yeyote akaomba. Nataka nikualike mpendwa, usiombe sababu mtu fulani alikuhimiza. Omba sababu umeazimia
hakuuliza Penina, hakuuliza kuhani Eli, akaenda mhekao akaomba, akaacha Eli anaikala. Shida ya Wakristo wa leo ni kwamba ili aombe mpaka pastor amuombee, unachanganyikiwa. Ninaweza kuombea lakini sitasikia maumivu yenduko nasikia. Ninaweza kukupenda lakini sitatafuta Mungu vile unaweza mtafuta abadilishe maisha yako. Hapana. Kama unataka Mungu aendelee kwako, jambo utafanya, tafuta Mungu wewe peke bila kuuliza mtu. Uungwe mkono na mtu, usiungwe na mkono na mtu, tafuta Mungu. Watu wakuelewe sikuelewe, tafuta nani? Mungu. Anakasema kumeza, akasema trop c'est trop. Na ningetaka mtu mmoja akasirikie ile problemi iko napitia. Ukasirikie ile hali unaishi. Ukasirikie yale maisha unaishi na useme Mungu inatosha. Leo ninataka jibu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka changement. Na uende mbele ya Mungu. Akaenda, akaingia mwekani, akaanza omba. Na mimi naita mtu mmoja aombe, maana Mungu ninamuona kwenye kiti cha neema na yuko tayari kujibu maombi, lakini anangoja nani ataomba ili nimjibu. Mlango ya mbingu iko wazi. Na mwandishi wa Ibrania anasema basi tuende kwa ujasiri mbele ya kiti cha enzi, tukaribie pasipooga mule ndani ya hema. Haleluya. Ninaalika mtu mmoja mule ndani ya hema, tukaribie pasipooga mule ndani ya hema alimoingia Yesu Kristo mara moja kwa ajili yetu. Mlango iko wazi. Sasa ingia akafunga mlango, aliacha mlango wazi kwa sababu alijua kuna mtu atakosa kazi kesho na ataenda omba, kuna mtu atakosa ndoa kesho na ataenda omba, kuna mtu atagonjwa kesho na ataenda omba, kuna mtu atadharaulika leo na ataenda omba, kuna mtu atasumbuka leo na ataenda omba, Kongo atapitia vita leo na ataenda omba. Aliacha mlango wazi. Asubuhi leo watu waseli, tukaribie mule ndani ya hema. Enda mule, ingia ndani, ongea naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukaribie pasipooga ndani ya hema, mule ndani kwenye Mungu anakaa kwenye kiti cha neema. Na ukiingia hautarudia mikono mitupu. Ukiingia hautarudia vile ulikuja. Na akaingia, akaanza omba. Biblia ituambia aliomba maneno mangapi, lakini inataja mmoja wapo, inasema akaweka naziri. Akaweka Mungu naye mwa ile maombi. Unajua kuna watu wako verefu. Usiendake mbele ya Mungu juu ya magumu yako wewe peke. Enda mbele ya Mungu, uonesha Mungu endelea yake. Ndio maana Ana alikuwa naomba, akamwambia Mungu, ninakuwekea naziri. Mungu, ninakusihi unipatie tu gaso. Wanajua Muisraeli, Biblia inasema mzaliwa wa kwanza, mfungua tumbo wote wa mama yake ni wa Mungu. Sasa Ana akaanza omba, akasema Mungu, mimi nakuomba unipatie mtoto huyu mwanaume, na mimi nitakutolea yule mtoto, atakuwa mtumishi wako siku zote za maisha yake. Hakukuwa naona entere yake, alikuwa naona entere ya nani? La Mungu. Mimi nakuhakikishia watoto wa Mungu, kumbuka inauiweke vizuri mkichwa yako. Mungu mara nyingine hatupati yake vile tunataka, maana hatupati yake vile vinaleta utukufu wake wa maisha yetu. Amen. Na akiona unalenga kumpa utukufu, baada ya kujibu atakupa. Ana kaomba Mungu akasema nipatie tu mtoto mwanaume, na yule mtoto nitakutolea, atakuwa mtumishi wako siku zote za maisha yake, na yule mtoto wembe haitapita kichwa yake. Mungu mbinguni akasikia, akasema no, mimi nasikia kama naweza kufanya deal na wewe. Bwana Yesu atusaidie. Mniangalia hapo kidogo. Mungu anakuwa kama mfanya biashara. Halo,
Hakuna mchuruzi, labda Alisi ndio ataniambia, mwenye anaweza enda Langula na nayo kama atahomba. Bana litereka kumeza, unataka Langula, unaangalia hesabu, unaona kama utahomba, utapana lare. Mbele upane lare, utafanya nini? Naangalia Mungu naye ni kama mfanya biashara. Mbele aweke mu maisha yako. Haangalia yake wewe utafaidika ngapi. Anaangalia kwanza yeye atafaidika. Eske tuko hapo? Na akiona endeleo yake ataachilia. Lakini akiona hana faida sana kupatia hiyo sabila alitupa tu bikaenda. Hata bwana ana reserve kwanza, anachunga nani ataniletea faida. Bwana Yesu atusaidie. Nasikia tuko hapa. Na mbele apane anatafuta uhakika ya kujua huyu atanipa faida au hapana. Na Ana alienda mbele ya Mungu akiomba apate mtoto, huku alishapiga hesabu, anampangia Mungu na faida, anamwambia Mungu faida yako ni yule mtoto akizaliwa atakutumikia siku zote za maisha yake. Mungu ukitaka tu kuniaminia na kuniheshimisha, nipe tu mtoto niitwe mama, lakini endelea yako ndio ya mingi. Ndio anatumikaka juu ya familia yangu, anatumikaka tu juu yako. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Na Mungu anasikia, Mungu akaweka. Na alafu Biblia inasema Ana akakaa muda mrefu. Verse 11. Verse ya 12, hapana 11, 12. Akakaa muda mrefu. Akafanya nini? Soma wewe Kiswahili ya Kongo tusikie. 12 nasema hivi. Ilikuwa wakati, pandisha sauti. Biblia inasema hivi. Na ilikuwa wakati alipoendelea kuomba mbele ya Bwana. Alipoendelea kuomba mbele ya Bwana. Hii Biblia ya Kifaransa inasema comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Comme elle restait longtemps. Vile alibaki sana. Haleluya. Alikaa muda mrefu ndani ya maombi mbele ya Bwana. Haleluya. Kama unataka uone Mungu kutenda kwako kwenye maisha yako, baki muda mrefu ndani ya uwepo wa Bwana. Patia mwenzako mkono, mwambie hapana kuja kumpiku Mungu. Enda uikale uwepo yake. Bwana Yesu asifiwe. Ana kuikala pale aombe ya kupiga mdomo na aende. Alikaa muda mrefu. Haleluya. Watu ambao wanaikalaka mu maombi kwa muda ya kutosha, hata umdharau leo, unaweza mdharau miaka 5 au 10, mwaka ya 15 atakusirpran. Watu wanapotaka nafasi ndani ya uwepo ya Mungu, mule njo munayua Mungu ndiye alitumba. Yeye pekee anajiita kuwa mfinyanzi. Na ukiingia mnyumba ya mfinyanzi, chombo kilichoharibika kikirudia mnyumba ya mfinyanzi, atakifinyanga upya na nakitosha kinakuwa kipya. Na mimi naalika mtu mmoja aingie maile shambre, maile atelier ya Mungu, aingie maile lupango ya Mungu. Mungu akutengeneze upya. Kama walikuwa wanakuona kukasoro, kesho utoke na sura ingine. Ingia tu mule, Mungu akufinyanga, atoshe makovu, atoshi kama kuna kapengo kiko, akatoshi. Kama kuna udhaifu yote aiondoe, akufinyange. Analikaa muda mrefu
muwepo ya Bwana. Ninakutakia baraka ya kukaa muda mrefu muwepo ya Bwana. Nakutakia baraka ya kugawia maombi. Amen. Haleluya. Siwasikia haleluya. Haleluya. Hakuna mtu alikawie muwepo ya Mungu. Mungu akose kumweka kukaeka esini ka alama. Akikuwekea tu kidogo. Nisema hata mingi kidogo tu. Utatoka nje. Benye mlisomaka nao wanaanza kuuliza bilikuwa hewa. Benye mlikomalala huko mkate wanakuwa wanakuangalia njoo ule. Watu walikuwa wanaomba pamoja wanajiuliza mbona yeye anakuwa na mafiere. Haiko mafiere. Uliingia tu muwepo ya Bwana. Mambo yakashanje. Na ndio mimi nawaambiaka kila mara wapendwa. Huko ingine marshe ya kunenepa na marshe ya kugonda. Unaiwa vile Serafu? Zoko mtu ananenepa huko mnavimba sana. Sasa ukimwambia anyoroshe afanye hivi bitaitika. Atembee sasa hivi haitawezekana. Ifatembee. Haiko sana pandisha mabega. Alinenepa. Amen. Unaelewa? Akupandisha mabega. Lakini alifanya nini? Na mimi naomba Mungu akunenepeshe. Hapana minofu. Na akunenepeshe maisha. Amen. Akunenepeshe kiakili. Akunenepeshe kimali. Akunenepeshe kimapato. Akunenepeshe kiutuma. Akunenepeshe kielimu. Sikuombea unenepe kimwili juu kunenepa nao sana ni magonjwa. Hamuyo vile. Bwana Yesu atusaidie. Analikaa muwepo ya Mungu muda mrefu. Muda mrefu. Na hiyo ni secret ya maisha yako kubadilika. Secret ya maisha yako kuinuka. Uwe na wakati ya mrefu katika uwepo ya nani? Usikwendesi. Niko nafanya nini muwepo ya Mungu kila siku? Baske Bapenina hawatakosa na watakwambia unawaza wewe utaenda mbingu na mimi. Penina ule. Na pengine Wapenina watakwambia depu naenda mkanisa nini ilishabadilika kuweye. Umwambie tu chunga utaiona. Usijiu maneno mingi. Mwambie chunga utafanya nini? Na umwambie mimi nakuombea neema uione lakini usikule hapo. Juba wale wapinzani hawana haki ya kuikula hapo. Na ndio maana kitabu yote ya Samueli iliandikiwa hawakuandika kama jina ya mtoto wa Penina. Hiyo ni mpinzani. Amen. Eske tuko pamoja? Ndio. Mimi waliandika jina ya Samueli na wakaandika Samueli wa kwanza na wakaandika Samueli wa pili. Lakini Penina hakuna mtoto. Aliandika. Halo. Geukia mwenzako. Mwambie niko na kuona kesho utakuwa mtu mkubwa mwainchi. Bakia tu sana uwepo ya Mungu. Haleluya! Mungu atoshele wanaitaka mnuga ya kwetu bukurutu. Yani kuchuya yote. Biblia inasema wakati Ana alikuwa naomba sana, incomprehension ya watu ikaanza. Ukigusa mbingu uyue mapepo italamuka. Halo. Kasiri yako. Elewa ya kwamba wakati Mungu anakusikia, Mungu anafurahi na maombi yako, Mungu anafurahi na sadaka yako, Mungu anafurahi na utumishi yako. Anayeitikia wa kwanza haiko Mungu.
shetani kwa lengo ya kukuachisha ile kabla Mungu hayajibu. Ana alipogusa moyo wa Mungu katika maombi, katika kupembeleza, katika kuomba, amekaa muda mrefu mwepo ya Bwana, Eli hakumuelewa. Eli akachanganyikiwa. Eli kuhani wa Mungu amekosa ufunuo. Inaweza fikia hata na mtu wa Mungu asikuelewe, kwa sababu Mungu yuko na kutengeneza kuforme yake. Eli akakuya, akaangalia huyu mama, akasema niliona sasa alianza omba, mbona sasa anakuwa juana hukuwa nasema huyu mama analewa iko hai. Akaangalia busa iko never Oma never mama anaweza lewa mpaka ingie mwekano hawezi fanya majesti. Akamkemea kwa sababu wakuhani wako na ujasiri wa kukemea. Bwana Yesu atusaidie sana. Eske tuko pamoja? Kuhani akashikwa na ujasiri ya kikuhani, akamkemea, akamwambia mama tupilia mbali ulevi we. Anaweza leta ulevi mkanisa sai. Huyu mama alikuwa anaokoka. Huyu mama alikuwa kiroho. Huyu mama alikuwa na adabu. Hakusema mbona papa anachanganyikiwa, mbona muoneshe kama niko kiroho kumshinda. Bwana Yesu atusaidie. Hakusema huyu papa anaanguka, ngoja nimrudishe kumstari. Eske tuko pamoja? Eske uko hapa? Ana alishaomba, amechelewa mwepo ya Bwana, lakini kuhani hamuelewi. Na inawezekana na ukaomba watu wasikuelewe, hata watu wa Mungu wasikuelewe, hata ndugu wasikuelewe, hata marafiki wasikuelewe, na hiyo isikufanye ukorogane nao au upande mabega. No. Wakati Eli alimkemea Ana alijibu. Ukisoma verse ya 15 utaona Ana anajibu. Neno ya kwanza anasema Bwana wangu. Akasema nini? Bwana wangu. Mimi nawaza angekuwa Mkristo wa imasiku angejibu wake ile siku. Kuhani anamkemea na iko na magumu ya rohoni, alishajidesharge kwa Mungu, na angetaka kuhani akompatie pamoja na yeye. Kuhani asikie huruma kwa magumu yake. Angetaka kuhani akuya mwambie pole mwanangu, ninakuombea Mungu akusaidie. Angetaka kuhani akuya mbembeleze, amwambie jipe moyo, haya yatapita, Mungu atakutendea. Lakini kuhani anakuya na usemi ingine, anakuya na usemi mkali, anamwambia mama toa ulevi hapo mwekali. Hawezi kuwa nasikia haya kuya na ulevi ndani ya hekalu. Saa ya saa 3 ulishalewa, toka hapa. Mama kuliko akasiriki, mama kuliko alie, mama kuliko aanze nungunika, anasema Bwana wangu. Terme ya kujishusha. Akainua kuhani, akasema kuhani huko mheshimiwa, usiniwazie kama mimi leo. Mimi silewe, lakini niko na uchungu mroho, niko na maumivu mengi rohoni, nina shida imenilemea kwa miaka, na hiyo shida ndio niko na mimina mbele ya Mungu. Haleluya. Hiyo shida ndio niko naeleza Mungu. Turudi mwa hii wazo, tujiangalie wewe peke. Uko na ile magumu na ungetaka mtumishi wa Mungu akusaidie.
mwa ile magumu kuliko akusaidie anakulaumu. Jibu yako itakuwa nini? Mimi wazo utaacha na kuomba, na wengine atahama na kanisa. Wanaweza kusaidia. Wengine watamtukana mtu wa Mungu, kumwambia watumishi wa siku za halo. Siko na kusikia halo. Kuna baraka ingine tunajipotezea kwa kukosa adabu, kwa kukosa heshima, kwa kutokupima maneno yetu kabla ya kuyatoa. Watu wote wangemuelewa Ana kwamba alikuwa na magumu, ilikuwa inampita, alikuwa amezidiwa, ndio maana alijibu kuhani vile. Lakini hakufanya vile kwa sababu watu watamuelewa. Alifanya inayofaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alifanya ile inayofaa. Alisema, Bwana wangu, niko na machungu, nisikulewa, niko naeleza magumu yangu kwa Mungu. Eli akageuka. Niangalie kidogo, kuna siri nyingine hapa nataka kuambia. Eli akaangalia, akamwambia kwenye verse ya 17, akasema, Bwana Mungu wa Israeli na asikie maombi yako na akujibu. Haleluya. Hata kama Eli hakumuelewa, hata kama Eli alimkemea, bado ana neno la kusema na Mungu analisikia. Amen. Eske tuko pamoja? Akamwambia, Bwana Mungu wa Israeli na ajibu maombi yenu ulimuomba Isa. Haleluya. Mwanamke akajibu verse ya 18. Nisomee pale. Akajibu nini? Akasema, mjakazi wako na apate neema mbele ya macho yako. Mjakazi wako na apate neema wapi? Pima kwa kuangalia ile maneno. Yesu anamkemea, na maneno alimwambia ni ya kumuumiza moyo, lakini anageuza usemi, anamwambia nini? Bwana Mungu wa Israeli na kutendea ile uko na muomba, ajibu maombi yako. Mama akajibu, nisipate kibali mbele ya Mungu, lakini nipate kibali mbele ya macho yako. Halo. 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 Sipatie kwa mkono, nipatie mtu mkono. Mwambie unaomba Mungu, lakini sikia pia na watumishi wa Mungu. Nisomee Mambo ya Nyakati 20 ya pili 20. Haraka. Mambo ya siku ya pili 12. Neno la Mungu linasema, wakaamka asubuhi na mapema, wakakwenda katika jangwa la Tekoa. Wakaenda katika jangwa la Tekoa. Nao wakati walipokuwa wanatoka, Yoshafati akasimama, akasema, akaambia watu, mnisikie, sikieni, Yuda nanyi wenyeji wa Yerusalemu. Yuda na wakaaji wa Yerusalemu, muamini Bwana Bwana Mungu wenu. Ndiyo. Hivi atawasimamisha ninyi. Muamini Bwana atawasimamisha ninyi imara. Muamini pia manabii wake. Hivi mtasitawi. Kiswahili kingine nasema hivi mtafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Inatosha. Ana alikuwa naomba Mungu, aliamini Mungu kwamba ni yeye anaweza kumtoa katika utasi. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Lakini ili afanikiwe kutoka katika
Ana wakati Eli alisema Bwana akujibu maombi uliyomwomba leo, Ana hakusema Mungu asifiwe, Mungu anitendee kabisa. Akasema tu nipate kibali mbele ya, hapana mbele ya Mungu, mbele yako. Bwana Yesu atusaidie. Nipate kibali mbele yako. Kwa hiyo Ana ile attitude, ile hali ya moyo ya kutambua kwamba ninaweza enda kutafuta Mungu, lakini pia ninapaswa kuwa mwenye kuheshimu na kukubali neema na mafuta ya Mungu iliyo juu ya kuhani Eli, ilisababisha Ana kufanikiwa. Bwana Yesu atusaidie. Haiko mtu wa Mungu ndio anajibiaka, lakini pia mtu wa Mungu anatumikishwa na Mungu kudeklanshe baadhi ya vitu maisha yako. Mwenye anajibiaka ni Mungu. Mungu hatashuka mbinguni alete jibu. Anapoanza kujibu atatumia chombo, atatumia mtu, atatumia mtumishi akufikishie jibu. Na ndio maana Ana alipoomba ilibidi ine bush autorize, kinywa kilichoruhusiwa kusema kiangashe mbingu, kusema na mbingu zikubali, atamke. Ndio Eli akatamka, akasema Bwana akujibu ili waliomba. Mwanamke akasema nipate kibali mbele yako Eli. Na mama akaenda. Biblia inasema 19 nini? Soma. 19 inasema. Ndio. Basi mwanamke akakwenda zake. Mwanamke akainuka akaenda zake. Akakula. Na uso wake haukukua tena na huzuni. Sari maliza kuomba na kusikia neno kutoka kwa kuhani. Bwana Yesu asifiwe. Aliinuka akaenda zake, akakula chakula, akaenda zake wapi? Nyumbani kwake Rama. Bwana Yesu atusaidie. Nini? Baada ya kuomba kwa imani, umekaa ya kutosha muwepo ya Bwana, anza sasa kutembea kwa imani. Amen. Patia mwenzako mkono, mwambie usiombe kisha uanze ishi tofauti na maombi yako. Kama ulilia ndani ya maombi, sasa unamaliza omba usilie tena. Anza kufurahi ukijua mambo yaliyokuwa yananililisha nimeiachia Bwana yashughulikie. Sasa uanze tembea na furaha. Hata kama magumu hayatoka, meanza kufurahi. Hapana kumaliza omba unalia mbele ya Bwana ndani ya maombi na unatoka unaenda lilia tena wanadamu. Unalia mbele ya Bwana ndani ya maombi na unaingia barabara tena kila mtu aone kama uko na magumu. No. Kama ulilia mbele ya Bwana, ukabebesha Bwana shida yako, ukamwambia magumu yako, ukamwambia shida yako, sasa unatoka muwepo ya Bwana kuya uko huru, kuya na furaha, kuya na changamko, kuya sawa yenye hauna tena probleme, maligre probleme hayaisha. Ana kainuka, akakula, akaenda na furaha, akarudia wapi? Nyumbani kwake. Na ukiendelea kusoma utasikia kwamba Mungu akamujia sasa Ana, akabeba mimba. Na mimi naomba hii mwezi Mungu akujilie upate nawe baraka yako. Mungu akujilie nawe uone ile yuli tafuta miaka. Mungu nawe akujilie uone nawe ile mambo ilikuwa magumu kwako inakuwa mepesi. Iko Mungu anayejibu maombi, na asijibu maombi ya watu mbili tu, lakini ajibu maombi ya kanisa lote nzima. Ajibu maombi ya
magoti yetu yote, ajibu maombi ya wale watu wanaomulilia usiku na mchana. Haleluya, haleluya. Niko ninafunga, acha nikwambie, kama unataka uone majibu kwa lolote liwalo, kama unataka kuona majibu atupri, lazima ufanye vitu 6. Moja, usimsirikie Mungu. Quelque soit mambo yako ichelewa hata uwe na uzito wa problemi usisubutu kumsirikia Mungu. Weka ile mkichwa yako na usiseme hata siku moja Mungu ananitesa. Mungu atesa nake, Mungu ni mwema. Alo, usisubutu kumkasirikia nani? Mungu. Jambo ya pili, na mimi naenda omba. Jambo ya pili, kama unataka Mungu akujibu kwa vyovyote vile na unatarajia majibu kwa Mungu kwa njia yoyote, usiache kuendelea kumtumikia Mungu katika kuabudu, kutoa sadaka na kuomba. Usiache. Hata magumu kuwae, enda kuabudu. Hata magumu kuwae, toa sadaka. Hata magumu kuwe, tumika kazi yenye Mungu anangoja kwako. Fanya huduma. Bwana Yesu atusaidie sana. Kadiri unaomba, kadiri unaabudu, kadiri unatoa sadaka, kadiri unafanya huduma, Mungu atakukumbukia njoo ile mambo uko nafanya. Bwana Yesu atusaidie. Kadiri unaenda mbele ya uwepo ya Bwana, sasa Mungu anakuja akiangalia sadaka yako, anaona na magumu yako. Akiangalia huduma yako, anaona na magumu yako. Akiangalia maombi yako, anaona na magumu yako. Akikuona unaabudu, anaangalia na adui zako. Amen. Kuna mtu yuko hapo? Jambo la tatu, kama unataka muone Mungu akitenda kwa maisha yako bila kuchoka, bila kuchelewa, usikasirikie watu wasiokuelewa. Alo, huko watu wanakutafsiri vile huko leo. Na wewe sasa ushabageuza baadui, ushabafungia muro. Usikasirikie mwenye hakukomprendre leo. Mtu mwenye hakuelewe leo, hiyo ni kutokuelewa ya muda. Kwa hiyo wacha yeye asikuelewe leo, atakuelewa kesho. Na ni haki yake kukua hakuelewi leo, kwa sababu yeye anakutafsiri jinsi huko leo. Kwa hiyo ni vyepesi sana sikuelewe, kwa sababu akijaribu kuangalia leo anakutafsiri vile leo. Usione magumu na yeye, usimwekee lawama, usimwekee mihali. Wewe uwe tu na amani. Akuelewa sitokuelewa, mwachie wakati tafika atakuelewa. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Na usitulazimishe tukuelewe leo. Sote tuweze kukuelewa, kwa sababu hatujui Mungu anakupangia nini mu miaka 5. Hatujui Mungu anakupangia nini mu miaka 2. Hatujui Petro wewe utakuwa president wa hii kesho. Hatujui. Kwa hiyo hatuwezi kuelewa sote leo. Kwa hiyo lazima utuelewe kwa kutokuelewa kwetu. Est-ce kuna mtu ananielewa? Jambo la hili, kama unataka muone Mungu akitenda kwa maisha yako kwa jambo lolote lile, bakia muda mrefu ndani ya uwepo yake. Bakia muda mrefu wapi? Msiseme barabara au mbele ya sinema au mbele ya seri. Ikala muda mrefu ndani ya uwepo ya Mungu. Uwepo ya Mungu unakuwa kama tabishi. Uwepo ya Mungu unakuwa kama baraka. Uwepo ya Mungu muko zawabu. Ukienda tu uwepo ya Bwana, na kesho tena unaenda, na kesho yake tena unaenda, na mwaka kesho unaenda, na mwaka kesho yake unaenda, tutakushtuka kesho. Tutakushangaa kesho. Ulizo ulifanya nini? Hakuna cha ajabu kingo utafanya. Enda tu uwepo ya Bwana. Na ukae muda. Na usichokake na uwepo ya Mungu. Na usichokake na uwepo ya Bwana. Bakia muda.
mpaka siku Mungu atapenda, atakutosha, anakupeleka nje, anakuexpose, maana yake atajua alisha kukuivisha. Kuna mtu unanielewa? Jambo la tano, inuka na uende kwa imani. Nyuma ya kuomba, inuka na uende kwa nini? Sasa anza kuokazione vitu, kwa sababu ulishajua Mungu amenisikia, Mungu amenijibu. We provoke sasa miracle. Bwana Yesu asifiwe. Provoke sasa nini? Kama ni kwenda kuchuruza, simama, uko na mtaji ya $10, anza na hiyo $10 na useme nitakuwa tajiri, nitaanza kwenda Dubai kesho. Hello? Usianze kujikiria tena madhaifu. Na useme no, basi niliomba Mungu kama kesho nitakuwa mtajiri mkubwa, siwezi anza kuchuruza $10. Anza na ile ndogo. Unafanya hatua ya nini? Ya imani. Unamfungulia Mungu, unaweka kanjia, unaweka kamlango, alafu utaona Mungu anafanya muujiza. Bwana Yesu atusaidie. Jambo la 6 na la mwisho, usingekuwa mtu asiyewajali watu wa Mungu. Usiwe mtu anayewapuuzia au kutokuwajali watu wa Mungu. Ukitaka kumuona Mungu anatokea, ukumbuke kama Mungu anakuwa kanjo na watumishi. Anakuwa kanjo na ye peke hawezi kuya. Hata kuya ye peke. Na ukimungoya kuya ye peke hata kuya. Lakini atakutumia watumishi. Tunaelewa? Atakutumia wanani? Wajumbe. Atakutumia vyombo. Wale watu ambao wamewapaka kwa ajili yako. Watu inaliweka mafuta tu wakikuwekea mkono. Kama ni pepo ilikufunga ikuache. Kama ni mchawi akuache. Kama ni shetani akuache. Kwa hiyo usiwapuuzie pia wale. Kwa sababu ni vyombo ambavyo Mungu amekipe, amewezesha, amewapatia vifaa kwa ajili ya maendeleo yako. Kwa hiyo kama unataka muone Mungu akijibu kwa njia yote, wajali. Kornelia aliombaka na Mungu akasikia. Alitowaka na sadaka zikakumbukwa. Lakini kusudi aone Mungu maisha yake wazi, Mungu alimtumia malaika. Malaika akamwambia, uende Yafa, utafute mtu anayeitwa Simoni Petro. Akuye hapa, yeye ndo atakwambia ya kufuata. Mungu alishamsikia na Mungu alishafurahia na sadaka. Mbona Mungu hakumjibu yeye peke? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu hakumtendea yeye peke kile alikuwa naomba. Lakini akamwambia, kama unataka kuona wokovu kwa nyumba yako, Kornelio, maombi yako Mungu alishaisikia. Kornelio, sadaka yako Mungu alishaikumbuka. Sasa kuna kubakia tu kitu moja, ukutanane na mtu wa Mungu mwenye Mungu anabebesha mzigo yako. Akifika kwa nyumba yako, wokovu kwa nyumba yako inaingia. Tuma watu haraka bamlete Simoni Petro. Akuya hapa akuambie nini utafanya. Bwana Yesu atusaidie. Halo. Kwa hiyo wakati unaomba unataka Mungu akutendee, acha kuiwai. Sikiliza pia watu wa Mungu wanaweza kukuambia nini ya kufanya. Na Kornelio alipokuja, kwa sababu Biblia inasema Mungu hatafanya kitu bila kuwafunulia watumishi wake. Hatafanya kitu bila kuwafunulia watumishi wake. Kwa hiyo pote d'entrée ni watumishi wake. Na Petro alipoingia nyumba ya Kornelio, Kornelio alimwambia, papa, nilikuwa naomba hapa na malaika alinikuia akaniambia nikutafute kama mimi nataka kuona majibu juu maombi yangu Mungu alishisikia, na sadaka mingi mimi natoa, Mungu alishaipenda, alishaikumbuka.
Lakini kama mimi nataka nione majibu, nikuite ukuye. Wewe ndio utaniambia. Na sasa mimi niko hapa na mke wangu na watoto wangu na watu wa nyumba yangu, tuko hapa tunakuja kukusikiliza. Tuko tayari utuambie ile yote Mungu alikuambia. Petro akashtuka, akaanza ongea. Alipokuwa anazungumza, haleluya, alipokuwa anazungumza, Biblia inasema Roho Mtakatifu akashuka ndani ya ile nyumba, akajaza Kornelio, akajaza mke wake, akajaza nyumba yake yote. Bakaanza sema kwa lugha, bakaanza tabiri. Petro akasema, nani anaweza katala watu wasibatizwe? Akawakamata, akawabatiza. Nyumba ya Kornelio kaokoka. Tumshangilie Bwana Yesu. Unataka kuona Mungu maisha yako, fanya hayo mambo mimi nakuambia. Tembea kama vile Ana alitembea, na utaona Mungu anatenda. Ninaloweza kukusulinye, ninapoomba, hakuna jambo Mungu hawezi tenda, na hakuna hali ya maisha yako Mungu hawezi badilisha. Iwe ulifungwa na mapepo, uwe ulifungwa na shetani, uwe ulifungwa na wanadamu, uwe ulifungwa na Mungu, dawa ya yote ni maombi. Narudia, dawa ya yote ni nini? Maombi. Na inafaa uende avec determination. Moyo wako uende wote, mtafute Mungu na utamuona. Na ndio maana asubuhi ya leo niko na uhakika ya kwamba hivi tuko hapa sote, Mungu atanyosha mkono wake juu ya kila mmoja. Mungu atahudumia maisha ya kila mmoja. Mungu atayabariki maisha ya kila mmoja. Simama uinue mikono yako juu na uanze ambia Mungu ile kitu iko maisha yako ili unataka uone inabadilika, kwa sababu Mungu yuko tayari. Na anangoja tuzogelee kiti cha enzi, tuzogelee kiti cha neema. Haleluya. Nakumbuka ahadi zako Bwana, nategemea lile ulilosema kwamba wewe. Sauti yako siyasikia. Funga macho, inua mikono. Siku na saa, inua mikono yako tafadhali. Yote pamoja, ndiyo maana nataka nisikie mtu anaimba kama iko anaomba. Natembea nikiwa na ujasiri, ndiyo maana mimi si babaike, natembea nikiwa na shingo juu, ingia ndani ya chumba cha ndani. Ndiyo maana ninakusujudu. Waenea calling upon your name. We need your grace. We need your favor. Why?
Elohim Adonai Shammah. Elohim Mungu iko hapa. Mungu iko hapa. Mungu iko hapa. Pale pale unasimama, pale pale unakaa, pale pale ulipo, pale unakodharaulika, Mungu iko pale. Pale unateseka, Mungu iko pale. Pale unakosewa, Mungu iko pale. Pale unaona shida, Mungu iko pale. Pale pale magumu na kusonga, Mungu iko pale. Pale una maswali hakuna majibu, Mungu iko pale. Pale ambapo unajiuliza uende wapi, Mungu iko pale. Enda kwake, enda kwake. Ningetaka uanze omba, ningetaka umshike Mungu, ningetaka umkabidhi hiyo shida yako, ningetaka uongee na yeye, ningetaka umwalike Mungu. Mungu anayejibu, Mungu anayejibu. Mungu akuangalie, Mungu akutembelee, Mungu akutendee. Sauti yako tu pole pole, mwenye afungua macho hataki kuomba, anaangalia watu pole pole. Ya Mungu na huruma juu ya watu wako. Mungu angalia huyu mama, Mungu angalia huyu baba, Mungu angalia huyu dada, Mungu angalia huyu kaka, Mungu angalia huyu mtoto, Mungu angalia nchi yetu, Mungu angalia maisha yetu. Oh Baba, nakuita sasa Mungu, unaangalia maisha
ufungulie wapendao, ufungulie wapekee, ufungulie wapekee. Baba wa Yesu, Baba wa uzima, Baba wa uzima, Baba wa haki, Baba wa Yesu, Baba wa Yesu. Inakuja sasa, inakuja sasa Baba, inakuja sasa Baba. Onekania watu wako, onekania watoto wako, onekania wadada na wamama, onekania wakaka na wababa, onekania watoto wetu, onekania nchi